Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Aprili 2 ya mwaka 2025. Kabla hatujalianza somo hili zuri siku ya leo, nikualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya upendeleo uliotupatia siku ya leo. Neema yako yatosha na pendo lako latubidisha. Asubuhi ya leo tumekuja miguuni pako tukiwa ni wahitaji wa mambo mbalimbali. Kila mmoja wetu analo jambo ambalo anatamani umtendee katika maisha yake. Nasi tunaomba sawasawa na mapenzi yako ukatujibu maombi yetu. Ninakushukuru kwani utafanya hivyo na kuzidi katika jina la Yesu. Amina. Mada leo nasema neno ndiye chakula chetu cha kiroho. Imejengeka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 6 aya 33. Neno la Mungu linasema, mimi ndimi chakula cha uzima, yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Kuna wengi katika zama hizi za ulimwengu wanaotenda kana kwamba wana uhuru wa kuhoji maneno ya asiye na ukomo. Kupitia upya maamuzi na sheria zake, wakiidhinisha, kuyarekebisha, kuyatengeneza upya na kuyabatilisha kama wapendavyo. Kamwe hatuwezi kuwa salama tunapoongozwa na mawazo ya wanadamu, lakini tunaweza kuwa salama tunapoongozwa na Bwana asema hivi. Hatuwezi kuweka amana wokovu wa nafsi zetu kwenye kiwango chochote cha chini zaidi ya kuweka maamuzi ya mwamuzi asiyekosea. Wale wanaomfanya Mungu kuwa kiongozi wao na neno lake kuwa mshauri wao wanaiona taa ya uzima. Maneno ya Mungu yaliyo hai huiongoza miguu yao katika njia nyofu. Wale wanaoongozwa hivyo hawathubutu kuhoji neno la Mungu, bali wanashikilia daima kuwa neno lake huwaelekeza. Wanaipata imani na dini yao kutoka kwenye neno la Mungu aliye hai. Ni kiongozi na mshauri ambaye anaongoza njia yao. Wanatembea chini ya uongozi wa Baba wa nuru ambaye kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Yeye ambaye rehema zake kuu zipo juu ya kazi zake, anaifanya njia ya wenye haki kuwa nuru ing'aayo, ambayo inang'aa zaidi na zaidi hata katika siku kamilifu. Lazima neno la Mungu liwe chakula chetu cha kiroho. Mimi ni mkate wa uzima, alisema Yesu. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kamwe, na yeye aniaminie mimi hataona kiu kamwe. Ulimwengu unaangamia kwa kukosa ukweli safi na usioghoshiwa. Yesu ni ukweli. Maneno yake ni ukweli na yana thamani kubwa mno na umuhimu wa kina kuliko yanavyoonekana kwa juu. Akili ambazo zinahuishwa na Roho Mtakatifu zitatambua thamani ya maneno haya. Kwa dhamiri yake kila Myahudi mwaminifu alisadiki kwamba Yesu Kristo alikuwa mwana wa Mungu. Lakini moyo katika kiburi na tamaa yake kuu haunge salimu amri. Wakati ukweli unachukuliwa kuwa ukweli wa dhamiri pekee, wakati moyo hauamshwi na kufanywa kuupokea, akili pekee huathirika. Lakini ukweli unapopokelewa kama ukweli moyoni, unapitia dhamiri na kuiteka nafsi kwa kanuni zake zilizo safi. Unawekwa moyoni na Roho Mtakatifu ambaye anafunua uzuri wake akilini, ili kwamba nguvu yake ibadilishayo iweze kuonekana katika tabia. Dini ya kweli imefungamanishwa katika neno la Mungu na inajumuisha kuwa chini ya uongozi wa Mungu Mtakatifu katika mawazo, maneno
na matendo. Yeye ambaye ni njia, kweli na uzima, humpokea mwombaji mnyenyekevu, mwenye bidii na wa dhati, na kumwambia nifuate. Humwongoza katika njia nyembamba ifikiayo ukamilifu na mbinguni. Na wote ambao wanaamua kumfuata Bwana kikamilifu wataongozwa katika njia ya ufalme. The Review and Herald, Machi 29 mwaka 1906. Kumbuka hii ni Aprili 2, mada ikisema neno ndiye chakula chetu cha kiroho. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.